Sasa kwa huku Afrika, hasa huku kwetu huku, ni ngumu sana kumkuta mtu anafuga nguchiro au kumkuta mtu anafuga nani sijui kicheche. Ila huku kuna majirani zetu wanamla nani umeona. Sasa huenda wao ni sehemu mojawapo ya kumhamisha nani huyu kirusi kutoka kwa kuja kwetu. Inavyoonekanika hawa wanyama wa kufugwa wengi hawajaonyesha kuwa na hayo maambukizi ya virusi vya mpox. Ila visa vingi vimetokana na ule uingiliano kati ya wanyama na binadamu. Kwa hiyo tukimaanisha kule polini. Uingiliano gani? Pale wewe unaenda kufanya kazi zako labda za kuwinda. Kwa hiyo uwindi nyani, mimi sisemi watu wanakula nyani, Zembwela wewe utatuambia. Wapo. Wewe ndio umesema. Kwa hiyo ukifanya kazi ya kulinda vile vitu vingine, yule nyani anaweza kukukwaruza. Au kwa wale sasa wanaokula nyani kama Zembwela ulivyosema, zile kazi za kuchua, za kumwandaa yule nyani, yenyewe inaweza kuleta maambukizi kutoka kwa wale wanyama kuja kwa binadamu. Na kuna watu wanaopenda kuchezea wanyama katika zile kufanya utalii au kama umeenda kufanya kazi zako. Manake wengi wanagundulika ni wale walioko wanafanya kazi kwa mfano za madini. Kongo zaidi tukitolea mfano wanafanya kazi nyingi za madini, kwa hiyo wana msitu mmoja mkubwa sana, ndio wanasema visa vingi vinakuwa vimeanzia kule. Kwa hiyo zile kazi zote zinazoweza kumfanya binadamu awe kwenye mapoli, kuwinda, kuandaa zile nyama, kwenda labda kutafuta riziki, kuna wale watu wanaokata miti kwa ajili ya kazi zozote zile. Vyote hivyo vinaweza kutoa virusi kutoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Kama naelewa vizuri kwamba waliochanjwa ile ndui inawezekana ikawa imewasaidia wasipate. Ndio tafiti zimeonekanika kwamba wengi waliochanjwa ndui wengi wanakuwa hawako katika athari za kupata mpox. Mpox inasambazwa kwa njia tofauti, lakini nitapenda kuongelea ile ya kutoka kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa mpox kwenda kwa mtu mwingine. Kwanza kwa mfano tumegundua labda mtu fulani, labda tuseme ni wewe au mimi. Tuchukulie Zembwela. Zembwela ana mpox. Ana dalili za mpox. Kwenda kwa mtu mwingine inaweza ikaanzia kwanza kwenye kugusa maji yanayotoka kwenye mwili wa Zembwela, maji. Jasho. Inaweza ikawa jasho, inaweza ikawa mate, inaweza ikawa machozi, kinyesi, mkojo. Au vile vipele ambavyo wanaambatana navyo kama dalili ya mpox, mara nyingi vinakuwa ni malengelenge au vidonda vinavyotoa maji. Kwa hiyo ukimgusa na ukiwa na mpasuko kwenye ngozi yako, unaweza ukapata mpox. Hiyo ni njia mojawapo. Lakini ya pili, kwa mfano tunaenda kwa mwenzetu Zembwela, angekuwa na shida ya mpox, ukitumia vitu ambavyo amevitumia yeye, mfano vyombo, nguo, matandiko, godoro, ukivitumia wewe pia una nafasi ya kuweza kupata mpox. Lakini pia tumesikia kwamba ugonjwa ulianzia kwa wanyama. Kwa mfano labda Zembwela tena kabla hajapata mpox aliweza akala au akagusa wanyama ambao wamepata maambukizi ya mpox, na yeye ana nafasi ya kupata mpox. Na kumwaga mitindo yenyewe vipi? Kushiriki tendo. Yes, kushiriki tendo pia ni moja ya njia za kuweza kupata mpox endapo unashiriki na yule ambaye amepata maambukizi ya mpox. Sababu mnatoka jasho, ndio unayo. Wengine wanatoka jasho. Kuna vimiminika vimetajwa hapa, maji. Mate, machozi, mzee anaweza kalia. Umeona bwana, katika shangwe na vigelegele. Basi ajua. Lakini na maji mengine ni kutoka kwenye mfumo wa upumuaji au wa hewa. Tunapopumua tunatoa maji ambayo pia yanakuwa yana athari kubwa ya kuweza kusababisha uambukizi wa na kaunta pia. Kaunta ndio nini? Maji. Kuna kundi gani ambalo linaloathirika zaidi na mpox? Kundi linaloathirika zaidi ni kwanza watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, la kwanza. La pili ni watu wanaofanya biashara ya ngono.
La tatu linalofika zaidi ni watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Hapa imeainishwa zaidi ni mwanaume kwa mwanaume. Ndio wameainishwa zaidi na sio mwanamke kwa mwanamke. Wanaofanya biashara ya ngono. Ndio. Kundi la kwanza. La pili. Wanaoishi na virusi vya ukimwi. La tatu. Wanaofanya mapenzi ya jinsia moja zaidi ni mwanaume kwa mwanaume. Hawa wako hatarini. Ndio. Sasa mimi nimewaona wanaopata haya maradhi, hasa yule bwana aliyejirikodi yule. Katusaidia sana walai. Wanakuwa na kabili niende nikagugo kidogo nijiongeze. Nikaona wanakuwa na manundu mengi, wengine manundu yale yanakuwa vidonda. Hasa ile baada ya kumtibu, kwa sababu sijapata bado taarifa dawa sahihi inayotibu hiyo ni nini. Baada ya kumtibu, sasa tunarudi kwenye ngozi kwako mama. Ile na yenyewe inakuwa katika eneo sasa la magonjwa ya ndani huku ama eneo lako, na mnatibuje sasa hivi? Asante. Kama tulivyosema awali, dalili mojawapo ni ya kuwa na vipele au malengelenge, na baadaye vinaweza vikatengeneza vidonda, na vinapenda kuonekana hasa usoni, kwenye mikono, miguuni, kifuani, na mara nyingine pia vinaonekana sehemu za siri. Na hii sasa itaweza kutusaidia kutofautisha kati ya wewe ulisema chickenpox, tetekuwanga pamoja na mpox. Kwa hiyo hii inatupa utofauti anachokisema. Na hivi vipele ambavyo baadaye vinakuwa malengelenge, vinakuwa vina ukubwa kidogo mkubwa kuliko vile vya tetekuwanga. Yenyewe vinanawi. Alafu vina muonekano ambao kwa mbali ukiviangalia utadhani vina usaha, vinakuwa na unjano fulani ambao unaweza kadhani ni usaha, lakini ni aina fulani ya maji. Na vinaweza vikapasuka vikaleta vidonda. Kwa hiyo kuna namna ya kuwatibu wagonjwa hawa. Kuna dawa ambazo tunazitoa kulingana na jinsi wanavyoonekana, lakini baada ya vidonda kukauka ambao vinaweza vikachukua wiki 2 mpaka 3, vinaacha madoa. Na madoa haya tunayatibu tofauti kulingana na jinsi inavyoonekana. Lakini tunawapenda kuwashauri watu ambao wanapata shida kama hizi kwamba shida madoa yanaenda kitibiwa polepole. Baada ya muda ngozi inakaa sawa. Kwa hiyo yanaisha. Yanakuja kuisha. Kidogo afadhali. Ulikuwa na wasiwasi? Kwa jinsi ninavyoona wale bwana, mtu anaweza kumfananisha na kanga sasa. Ndege ile kanga unamjua? Ndio. Yanatoka mengi, kasema Mungu jamani, huu ugonjwa umetoka wapi tena? Au ndio zama zile zilizoandikwa kwenye maandiko. Magonjwa mengi siku hizi Musa mpox, sijui mpox. Lakini Zembwela nikukumbushe pia utokaji wa yale mapele mengi sio wote. Wanasema ni severity of the disease, yani kuumwa. Tunasema kuna mwingine ukipata mafua, kuna mwingine anayelala, lakini kuna mwingine ambaye hata tumia dawa kabisa. Huyu akipata mafua analala kabisa. Sasa kwa hiyo kuna mwingine akipata ugonjwa unaenda kwenye hali kubwa, tunasema severe form of disease, mwingine anapata mild. Kwa hiyo kuna wanaopata rashi chache, haziwi nyingi kama hizo anazoziongelea Zembwela, lakini kuna mwingine anapata nyingi. Kwa hiyo